Mazungumzo muhimu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kati ya Marekani na Iran yamekamilika jana mjini Geneva, Uswizi, bila kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho, lakini pande zote mbili zimeeleza kuwa kulikuwa na maendeleo makubwa na mazungumzo yataendelea. Haya yalikuwa duru ya tatu ya mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Tehran na Washington yakifanyika chini ya upatanishi wa Oman. Tangu mzozo wa nyuklia uanze tena kupamba moto, dunia imekuwa ikifuatilia kwa karibu sana mazungumzo haya, hasa kutokana na hofu ya kuibuka kwa vita nyingine kubwa Mashariki ya Kati. Tofauti na mikutano ya kawaida ya kidiplomasia, Marekani na Iran hawakukutana uso kwa uso. Badala yake, ujumbe wa Oman ulifanya kazi ya kupokea mapendekezo kutoka upande mmoja na kuyawasilisha kwa upande mwingine. Mazungumzo yalichukua saa kadhaa, huku vyanzo vya kidiplomasia vikieleza kuwa yalikuwa mazito na ya kina. Baada ya kikao hicho, waziri wa mambo ya nje wa Oman alieleza kuwa kulikuwa na hatua za kusogea mbele, ingawa hakutoa maelezo ya kina juu ya nini hasa kilikubaliwa. Hakuna hati iliyosainiwa, hakuna mkataba mpya uliotangazwa, lakini milango ya mazungumzo haikufungwa. Utawala wa Rais Donald Trump umeweka wazi masharti yake. Marekani inataka Iran ipunguze kwa kiwango kikubwa shughuli zake za kurutubisha uranium, hasa kiwango cha juu ambacho kinaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Washington pia inataka mkataba mpya ambao hautakuwa na muda wa kuisha, tofauti na ule wa mwaka 2015 JCPOA ambao ulikuwa na vipengele vya muda maalum. Kwa msimamo wa Marekani, lengo ni kuhakikisha Iran haitakuja kuwa taifa lenye kuwa Iran haitakuja kuwa taifa lenye silaha za nyuklia, si sasa, si miaka ijayo. Aidha, Marekani inataka ukaguzi wa kimataifa uwe mkali zaidi na wa kudumu ili kuondoa kabisa wasiwasi wa kimataifa. Kwa upande wake, Irani inasema ina haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Tehran inasisitiza kuwa mpango wake si wa kijeshi, bali ni kwa ajili ya uzalishaji wa umeme na matumizi ya kiraia. Irani imekataa wazo la kusitisha kabisa urutubishaji wa uranium ndani ya mipaka yake. Pia haiko tayari kuhamisha akiba yake ya uranium nje ya nchi. Zaidi ya hayo, Tehran inataka kwanza kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani kabla ya kuchukua hatua kubwa zaidi hapo baadaye. Ingawa hakuna mkataba uliosainiwa, taarifa kutoka kwa wapatanishi zinaonyesha kuwa pande zote zimeonyesha utayari wa kuendelea na mazungumzo. Imeelezwa kuwa duru inayofuata itahusisha majadiliano ya kiufundi zaidi yanayotarajiwa kufanyika Vienna, Austria. Huko, wataalamu wa nyuklia na sheria za kimataifa watajadili vipengele vya kina zaidi. Hii inaonyesha kuwa licha ya tofauti kubwa za kimtazamo, hakuna upande unaotaka mazungumzo yavunjike kabisa. Wakati diplomasia ikiwa inaendelea pale Geneva, hali ya kijeshi Mashariki ya Kati inaendelea kuwa ya wasiwasi zaidi. Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kupeleka meli za kivita na ndege za kijeshi. Hatua hiyo ambayo imetafsiriwa kama njia ya kuonyesha msimamo mkali iwapo mazungumzo yatashindwa. Sasa, baada ya mazungumzo kuweza kutamatika hapo jana, duru ya tatu kati ya Irani pamoja na Marekani yakipitia kwa mpatanishi mkuu wa mazungumzo haya ambaye anayasimamia, ambaye ni Oman kupitia waziri wake wa mambo ya nje au mambo ya kigeni ambaye ni Badri al-Busaidi. Sasa inaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo mazungumzo haya bado yamekuwa ni kizungumkuti. Tazama kabisa kwamba awamu ya 4 imepangwa kufanyika wiki ijayo pale Vienna nchini Austria, lakini bado katika awamu 3 mfululizo mazungumzo yameonekana kuwa ni changamoto kubwa sana, kwamba hakuna upande ambao unaridhika na mwenzake. Sasa zile siku ambazo rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuzitoa kwamba Irani iweze kuchukua hatua madhubuti za kufikia makubaliano na Marekani juu ya mpango wake wa nyuklia, ni kama vile zinazidi kutamatika, kwa sababu Trump alieleza kwamba ikiwa siku hizo hazitatimia basi atajua nini cha kufanya, na akaeleza kwamba mambo mabaya yataikuta Irani. Na mazungumzo bado yanazidi kuwa changamoto kubwa sana. Yaani kitu ambacho kinafanya mazungumzo haya yasiweze kufika tamati au makubaliano yasiweze kufikiwa ni pale ambapo Marekani ina demandi vitu vyake kwamba Irani iweze kufuata, lakini Irani yenyewe haitaki kuweza kufuata zile demandi za Marekani katika mazungumzo haya, kwa sababu Marekani inataka kuwepo na mkataba wa uzuiaji wa urutubishaji wa uranium pale
Irani wa moja kwa moja, mkataba wa maisha ambao hauna kikomo. Irani inaona ni uonevu mkubwa na haikubaliani na mipango na sera za Marekani kwenye mazungumzo haya. Yaani ajenda ambazo zimepelekwa na wawakilishi wa Marekani, Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner na maafisa wengine, ajenda hizo hazikubaliwi kabisa na hazijaweza kuungwa mkono na wawakilishi wa Irani katika mazungumzo haya. Na Irani yenyewe inaona kabisa kwamba ina haki ya kuweza kurutubisha uranium, na hata kupitia mkurugenzi wa shirika la nishati duniani IAEA Rafael Grossi alisema wiki iliyopita kwamba Irani ina haki zote za kuweza kurutubisha urani zake bila kuingiliwa, cha msingi tu iweze kufata taratibu ambazo zipo kutokana na shirika hilo linavyoeleza. Na akaeleza wazi kwamba kwa hiki ambacho kinafanyika hapa, basi mazungumzo zaidi inabidi yaweze kufanyika ili basi kila upande usione kwamba kuna athari za ukandamizaji katika mazungumzo haya. Na kufuatia mazungumzo haya ambayo yamefanyika kwa awamu ya 3, inaibua hofu kutokana na uongezeko la kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Marekani, upelekaji wa ndege za kivita, lakini meli pamoja na manuari za kivita, lakini vile vile Irani kwa jinsi ambavyo imefanya mazoezi wiki 2 mfululizo katika mlango wa Hormuz na eneo la Ghuba ya Aden pamoja na pale Gulf of Oman. Lakini pia kauli za viongozi wa kijeshi nchini Irani, viongozi wa kisiasa na viongozi wa kidini, zote zimekuwa zikiashiria kwamba endapo mashambulizi haya yatatokea, basi mzozo huu utakuwa ni mzozo mkubwa ambao silaha za hatari huenda zikatumika na mwisho siku basi kugharimu maisha ya raia ambao hawana hatia katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini vile vile kuumiza miundombinu ambayo ni ya taifa la Iran, lakini vile vile na mataifa mengine ambayo yanabeba zile kambi za kijeshi za Marekani ikiwemo Al Udeid pale nchini Qatar. Sasa basi kutokana na hili ni kwamba sasa hivi macho ya watu wengi duniani wanaangalia kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump atakizungumza baada ya awamu hii ya 3 kuweza kukamilika ya mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Irani pale Geneva, Uswizi, ambapo kwa kweli Oman inajitahidi sana kwa kiasi kikubwa sana. Yaani waziri wa mambo ya kigeni wa Oman Badr al-Busaid anajitahidi sana kuweza kukutanisha hizi pande mbili ambazo zipo karibu kuweza kupigana vita katika mzozo ambao umedumu kwa hivi sasa tangu mapema maandamano yalipoanza pale nchini Irani mwishoni mwa mwezi Desemba 2025, 2026 mwanzoni. Lakini masuala mengi sana yaliibuka hapo, tukaona viongozi mbalimbali wa kimagharibi akiwemo rais Donald Trump pamoja na viongozi wengine wakiiandama Irani kwa kiasi kikubwa sana. Hadi sasa ndipo Trump akaeleza kwamba ana nia ya kuweza kushambulia Irani wakati wote, na akatoa vikwazo vyake ambavyo vinatakiwa viweze kuangaliwa kwa jicho la 3 katika taifa la Iran ili basi mzozo huo usiweze kutokea. Kwa mtazamaji, kuna mengi sana ambayo utakwenda kuyafahamu hapa Zone Media. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike channel yetu, kucomment pamoja na kushare.